Kipekee napenda sana kwa niaba ya mkoa kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye huyu ni mhifadhi namba moja katika masuala haya ya mazingira, na ndio ameanzisha Tanzania ya Kijani, ambapo kila tarehe 27 mwezi wa kwanza tunashirikiana naye kupanda miti maeneo mbalimbali, ikiwa katika fuko zetu za bahari kwa kuongeza uoto wa asili, lakini kupanda mikoko mingi. Nafurahi kwamba wote tumekutanika hapa, mmetenga muda wenu kuja kushiriki nasi katika tukio hili muhimu ambalo linatukumbusha kwamba kila mmoja ana wajibu katika kutunza uhifadhi wa ekolojia hii muhimu ya mikoko. Kutokana na umuhimu huu wa misitu ya mikoko, mwaka 2015 shirika la UNESCO lilipendekeza kwamba Julai tarehe 26 kila mwaka iwe ni siku ya kimataifa ya uhifadhi wa mikoko duniani. Siku hii ina lengo la kuendelea kuongeza ufahamu kuhusu umuhimu wa mifumo ya kiikolojia ya mikoko na kukuza usimamizi, uhifadhi na matumizi endelevu. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu inayosema tutunze mikoko kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Tanzania ni moja ya nchi zenye eneo kubwa la misitu ya mikoko, takriban hekta 158,100. Mikoko si miti ya kawaida. Mikoko inachangia katika afya ya bahari. Mikoko inachangia katika uhifadhi wa mazalia ya samaki, kaa, kamba na ndege. Mikoko inachangia katika uhifadhi wa fukwe dhidi ya mmomonyoko wa ardhi na mawimbi makali. Inasaidia uhifadhi wa kaboni, lakini kuchuja taka na kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi katika ukanda mzima wa bahari. Kwa hivyo, kulinda mikoko au kulinda hifadhi hizi za mikoko ni kulinda maisha ya watu na viumbe hai. Mikoko ni hazina ya taifa. Kutoka Tanga hadi Mtwara, misitu hii imekuwa chanzo cha maisha ya maelfu ya watu wanaotegemea uvuvi, utalii na shughuli nyingine za kiuchumi. Hata hivyo, hazina hii imeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo ukataji holela wa miti, uchafuzi wa mazingira, ongezeko la shughuli za binadamu kando kando ya bahari, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kuongezeka kwa joto inayoathiri ukuaji wa mikoko na mifumo ya kiikolojia. Tukiachana na hali hii iendelee bila kuchukua hatua, tutahatarisha makazi ya viumbe wa bahari, lakini maisha ya jamii ya pwani na usalama wa fukwe zetu. Mikoko hii itumike katika kusajili miradi ya hewa ya kaboni. Jamii inayozunguka maeneo haya wawe wanufaika wa moja kwa moja na miradi hii itakayosajiliwa kwenye hewa ya ukaa. Ama majani seagrass, majani yaliyoko katika bahari na yenyewe yasajiliwe katika hewa ya ukaa. Wataalamu wanasema majani ya bahari seagrass yanafyonza hewa ya kaboni mara 70 zaidi kuliko hata miti. Kwa hivyo tuna fursa kubwa kwa sababu tuna miti, lakini pia tuna yale majani yaliyoko katika bahari. Tuhakikishe tunaendelea kuongeza, lakini tunashirikiana na wenzetu wa kituo cha kaboni kuweza kusajili miradi yote hii kwa manufaa ya wenzetu wa mwambao ambao kwa hakika kipato chao kikubwa ni bahari.